jina lako katika karatasi na anakuandikia hukumu, anakuandikia ya kwamba usiishi na afya, anakuandikia ya kwamba na usiishi kufanikiwa, na anakuandikia ya kwamba na usiishi na ndoa, na anakuandikia na usiwe na fedha, na anakuandikia na usione mema. Katika kile jikaratasi anachokiandika, akishamaliza mchawi hukitumbukiza ndani ya chungu. Bwana asifiwe sana. Eningilo ya bulosi andika lisinalio kandika nechitare mara kali chukucha mukari muningile yeyo na kuweka madawa na kuyasemea maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakati anafanya namna hivyo, ameikamata nafsi yako na ameifunga, na kwa sababu kuna uwezo alio access kutoka kwa shetani, huo uwezo unaachiliwa na malaika wa kuzimu, malaika wa giza wanaanza kushughulikia oda ambayo ameipeana. Bwana asifiwe sana. Hivyo basi mtu utaishi sawasawa na jinsi alivyoamuru. Utaishi kuhangaika jinsi ulivyoandikiwa, ukaweka kwenye chungu kile. Asubuhi hii nimekuja kusema ya kwamba uchawi wa chungu hautaweza kusimama tena. Uchawi wa chungu, kama walikamata jina lako, kama walikamata nafsi yako wakaiweka kwenye chungu mahali, leo hii nimetumwa na nguvu za Bwana kuweza kusimama na kuharibu na kuvunja hiyo uchawi, ili kwamba mtu wa Mungu akatembea akiwa huru katika nchi aliyompa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna matumaini ya wewe kutoka katika utumwa waliokuandikia wewe. Hiyo hukumu iliyo ndani ya chungu, whether waliichukua hiyo chungu wakaipeleka katikati ya mto, katikati ya bahari, unaweza ukatolewa, kwa maana mkono wa Mungu sio mfupi ukakosa kukuokoa. Mkono wa Mungu haujapungukia uwezo wa kufungua watu waliokamatwa na nguvu za kiuchawi za chungu. Bwana yuliwe sana. Yani eningilo wale babolanga bali eningilo malira batilira, ni kwa sababu walijua kuna pawa katika chungu, na wachawi wakachukua hiyo msemo wakaikonvata, wakakamata watu, kwa sababu chungu kinanena. Chungu kinaashiria njia ya chakula, kinaashiria mapato kutoka katika shamba, kinaashiria afya ya wanadamu. Ni kwa maana chungu ni chombo kinachotumika katika upishi, ni chombo kinachotumika kutengeneza vyakula ambavyo wanadamu wanakula na wakafanyika jinsi walivyo, kwa maana mwanadamu ni kila anachokula. Kwa hivyo mtu wa Mungu, pasipo kula hawezi ukaonekana, pasipo chakula hautakuwa chochote. Na hivyo mchawi alitumia hiyo minza, akijua ya kwamba akiconnect na elements zinazotumika kutengeneza chakula, anaweza akakunasa wewe, anaweza akakamata roho yako, akaiangaisha vile anavyopenda. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ametupatia neno lake, linasema ni hakika ya kwamba hakuna uchawi juu ya Yakobo, juu ya Israeli. Ni kwa maana Mungu anaweza akavunja kile chungu cha uchawi, akakuweka huru, akakutoa katika ule utumwa. Praise be to God. Uchawi wa chungu. Bwana sifiwe sana.